kwa baraka na neema alizotujalia kwa mwaka mzima. Pia tunatoa shukrani zetu za dhati kwa mababa askofu na walezi wa CPT majimboni kwa ushirikiano wao wa dhati katika kuimarisha utume huu. Pongezi za dhati kwenu pia pamoja kwa majitoleo yenu ambayo kimsingi tunayatambua kama sadaka ya kweli mnayomtolea Mwenyezi Mungu, na hasa tukizingatia namna utume huu unavyoyagusa maisha ya watu, kanisa na jamii kwa ujumla. Katika kipindi hiki kanisa la Tanzania limeendelea kupata baraka na majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na hasa kwa kuongezeka kwa majimbo ya Mafinga na Bagamoyo. Ongezeko hili la majimbo limeenda sambamba na upatikanaji wa maaskofu wapya: Mhashamu Vincent Mwagala wa jimbo la Mafinga na Askofu Stefano Musomba wa jimbo la Bagamoyo. Pia uteuzi wa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Tabora umeendelea kuongeza furaha na wepesi wa kuwahudumia wanakanisa la Tanzania, bila kumsahau uteuzi pia wa askofu wa jimbo la Iringa. Kwa upande mwingine, mwaka huu ulikuwa mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka ambao taifa letu limepitia na kuandika historia pekee, na hii ni kutokana na zoezi lazima la uchaguzi lililoratibiwa na kuendeshwa tangu mwanzo hadi mwisho. Uchaguzi uliogubikwa na makando ambayo wote tumeyajadili hapa tangu jana na tunaendelea kuyajadili. Hata hivyo, kwetu CPT huu ni mwaliko wa kufanyia kazi kwa maslahi mapana ya taifa letu. Tunatarajia mkutano huu uweze kutoa mwanga wa namna gani ya kuweza kuondoka hapa katika mkwamo huu kwa maongozi ya Baraza la Maaskofu. Aidha, mwaka huu kupitia vijana wetu Young CPT tumefanya tathmini ambayo kimsingi bado ni endelevu. Lengo la tathmini ni kuona hali yetu kwa kipindi cha miaka 43 na kupanga namna kusonga mbele. Ni matarajio yetu kwamba tathmini hii itatuondoa hapa tulipo tuweze kusogea mbele. Msingi wa tathmini ni metodolojia ya utume wa CPT, yaani kuona, kuamua na kutenda. Aidha, tunaenda kumshukuru mlezi wetu Padre Vicky Mission kwa malezi, mashauri na miongozo yake bora kwetu na yenye manufaa. Tunazidi kumwomba aendelee kutusaidia katika kupokea utume wetu kama wajibu wetu msingi. Uongozi. Katika mkutano mkuu uliofanyika Septemba 2020 na 2022, viongozi hawa walichaguliwa: mwenyekiti Thomas Brash, makamu mwenyekiti Gertrude Kahumba, katibu Luciana Kapinga, katibu msaidizi Edward Patrick Rudengama, mweka hazina Prosper Mzee. Viongozi hawa wanaungana na viongozi wa CPT jimbo kuu la Dar es Salaam Edward Rudengama pamoja na Peter George pamoja na waratibu Mariam Kesi na Tegemeo Patrick kuunda kamati ya taifa chini ya uongozi na ushauri wa Baba Vicky Mission, mshauri wa CPT taifa na jimbo kuu la Dar es Salaam. Kazi za utume. Vikao vya kamati ya taifa. CPT kamati ya taifa imeendelea na utaratibu wake wa kufanya vikao vya kikatiba kila mwezi. Kwa mwaka 2025 mahudhurio na ushiriki yalikuwa ya kuridhisha. Mkutano wa kitaifa. Mkutano huu ulifanyika Baraza la Maaskofu TEC tarehe 4 hadi 5 2024, ambao jumla ya majimbo 9 yaliwakilishwa. Neno la ufunguzi lilitolewa na Baba Chesko Kusaga, naibu katibu mkuu TEC, ambaye alisisitiza juu ya utume wa CPT kuwa ni utume wenye umuhimu mkubwa na wenye nafasi kubwa katika utume wa kanisa, ambao kimsingi ni utume wa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Tafakari zilizowasilishwa katika mkutano huo zilikuwa 3. Mada za tafakari zilizowasilishwa katika mkutano huo zilikuwa 3. Mada ya kwanza ilikuwa ni juu ya kazi kuu ya CPT kwa mwaka 24, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, utekelezaji wake. Yaani, pili ni umuhimu
na nafasi ya serikali za mitaa katika kuleta mageuzi ya kijamii. Na ya tatu ni muhtasari wa ujumbe na maazimio ya Sinodi ya Maaskofu, ikiwa ni mwendelezo wa tafakari yetu juu ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano. Mkutano ulihitimishwa kwa kuazimia mambo 7 ya kwenda kutekeleza, hasa ngazi za majimbo kwa kushirikiana na CPT ngazi ya taifa. Tafakari za think tank. Katika kipindi hiki tafakari hizi zimejielekeza kwenye ajenda ya dira ya mwaka 2025. Tafakari za CPT zimeendeleza kusisitiza hoja yetu ya mipango ya maendeleo yaanzie chini kwenda juu, yani bottom up approach. Vipindi vya redio. Programu ya vipindi vya uelimishaji kupitia Radio Tumaini imeendelea vizuri kwa mwaka 2025, na hii imekuwa ni fursa nzuri ya uinjilishaji na hasa kuwafikia wadau mbalimbali walioko ndani na nje ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Mada husika tulizojielekeza kwazo zilikuwa ni dira ya maendeleo 2050, ajenda ya mipango ya maendeleo kuanzia chini kwenda juu, na uhusiano baina ya dira ya taifa ya maendeleo na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na maoni ya vijana. Kupitia fursa hii, wananchi kwa nyakati tofauti wameendelea kupiga simu kuuliza maswali mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutoa maoni kuhusu mada hizo. Utume kwa vijana. CPT Taifa kwa kushirikiana na CPT Dar es Salaam wameendelea kushirikiana katika kuimarisha uhusiano na vijana, hususan TMCS na VIWAWA. Kwa kipindi hiki CPT iliandaa semina maalum kwa kundi la vijana la Young CPT kwa lengo la kuwajengea uelewa zaidi juu ya utume wa CPT, na zoezi hili liliendelea sambamba na kuwakabidhi jukumu la kufanya tathmini ya miaka 45 ya utume wa CPT Taifa. Zoezi hili limeshaanza na leo tutashuhudia matunda ya kazi hii ambayo tumeizungumza hapa. Kwa upande mwingine, CPT Taifa imeendelea na utaratibu wake wa kushiriki matukio mbalimbali ya vijana. Kwa mwaka huu CPT Taifa ilituma washiriki kwenye mkutano wa VIWAWA uliofanyika jimbo kuu la Mbeya. Pia ilichangia na kushiriki kongamano la TMCS Taifa linalofanyika kila mwaka. Mwaka huu kongamano hilo linatarajiwa kufanyika jimbo la Iringa. Huduma za kitaaluma. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba kwa mwaka huu kumekuwa na ongezeko la utoaji wa huduma za kitaaluma, hususan ushauri wa kisheria. Hata hivyo, kwa upande wa huduma za ushauri nasaha, mwitikio wa watu bado uko chini. Ofisi ya CPT Taifa inaendelea kushirikiana na baadhi ya majimbo katika kuratibu utoaji wa huduma hizi za kitaalamu. Maeneo mengine ya upande wa huduma ya kisheria, huduma ya afya, ushauri nasaha na ufundishaji wa elimu ya dini shuleni. Sasa ni mwaliko wetu kwa majimbo mengine kuanzisha na kuendeleza kuimarisha utoaji wa huduma hizi kwa ngazi zinazohusika na jinsi zinavyogusa moja kwa moja, kwa sababu zinagusa maisha ya uhitaji na kuwafanya waonje na kuelewa maana, umuhimu na uhalisia wa utume wa wasomi miongoni mwao. Machapisho. Pamoja na changamoto ya usambazaji wa machapisho yetu, mwaka huu jumla ya machapisho 3 yaliandaliwa na kukamilika, ambayo ni Life is a Gift, Recollections and Reflections, Zawadi ya Maisha na Umisionari wa Padri Vic Mission, na Reflections on the Social Teaching of the Church in the Tanzanian Context. Vitabu vyote hivi vinapatikana kwa gharama nafuu hapo nyuma ya meza tu, unaweza kuvikuta. Ziara majimboni. Jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa upande wa jimbo kuu la Dar es Salaam tumeendelea na shughuli mbalimbali za utume. Hizi ni pamoja na tamasha la kwaya za TMCS, mafungo ya Kwaresima, semina kwa makatekista, tafakari ya Thomas More na mengine ambayo tumeyataja katika ripoti yetu ya jimbo. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, juhudi zaidi zinahitajika ili kufikia parokia nyingi zaidi, kwa sababu tuna parokia zaidi ya 100 na kitu.
Jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo kuu la Mbeya. Jimbo la Mbeya limeendelea kuungana na wadau mbalimbali kuhakikisha utume wa CPT unaimarika kama tulivyosikia katika ripoti na kutoka kwa katibu hapa, ambazo programu zimetajwa hapa, sina haja ya kuzirudia. Jimbo la Kigoma, pamoja na changamoto za kijiografia, jimbo la Kigoma limeendeleza jitihada zake za kuamsha na kuimarisha utume wa CPT jimboni humo. Pamoja na mambo hayo, waliweza kuadhimisha sikukuu ya Thomas More, ambapo walipata mjumbe kutoka CPT Taifa, na mimi mwenyewe nishiriki katika tukio hilo ambalo lilikuwa ni zuri na la kupendeza. Jimbo kuu la Mwanza, shughuli mbalimbali za utume zinaendelea, kipaumbele kikiwa ni kutembelea na kuhamasisha utume wa CPT ili kuongeza idadi ya parokia zenye CPT. Ushiriki wa shughuli mbalimbali za kijimbo unazidi kuimarisha, japo hali ya kulegalega inawasumbua. Aidha, tunamshukuru sana Askofu Mkuu wa Jimbo kuu la Mwanza, Mhashamu Renatus Nkwande na mwana CPT, na katibu wa askofu Padre Celestine, ambao mara zote wamekuwa mstari wa mbele kuhamasisha utume huu uweze kuimarika jimboni Mwanza. Jimbo la Kayanga. Jimbo la Kayanga utume unaendelea kuimarika, na hasa kutokana na jitihada za padri mlezi Padre Nicodemus Byakatonda akishirikiana na viongozi wa jimbo. Ushiriki wa matukio ya kijimbo na ziara zinazofanyika kidekania umekuwa msingi wa kuendelea na hadi siku kwa siku. Jimbo kuu la Arusha, kama ilivyo kawaida yao, jimbo la Arusha mwaka huu walifanya kumbukizi ya Mtakatifu Thomas More kwa siku 2. Utaratibu huu uliwawezesha kuendelea kutoa huduma za kitaaluma kwa washiriki mbalimbali. Jimbo la Kondoa, ni mwaka mmoja sasa tangu jimbo hili lianzishwe rasmi, alianzishe utume wake rasmi wa CPT, na ulikuwa ni mwaka wa mafanikio, hasa kwa kupata nafasi ya kufanya tathmini ya mwaka mmoja wa utume huu. Hivyo ameweza kufanya vikao na mikutano kadiri ya mpango kazi wa mwaka na baadaye tathmini ya mwaka mmoja. Pamoja na mambo mengine, wamejitahidi kufanya ufundishaji wa vipindi vya dini mashuleni na kushiriki programu za kijimbo. Jimbo kuu la Tabora, licha ya mwamko wa utume wa CPT jimbo kuu la Tabora kushuka, tunashukuru kwa jitihada mbalimbali ambazo zimeanza kuchukuliwa na uongozi wa jimbo kwa lengo la kuimarisha tena utume huu. CPT Taifa tunapenda kuwatia nguvu na kuwapa moyo, na tuko pamoja na ninyi, tutashirikiana na ninyi katika mipango yenu ambayo mmepanga kwa ajili ya kukuza utume wa CPT. Jimbo la Mafinga, uongozi wa CPT Taifa unaungana wana Mafinga kumshukuru Mungu kwa zawadi ya kupata jimbo. Tuwapongeze kwa makofi wana Mafinga. Kipekee shukrani kwa Baba Askofu Vincent Mwagala kwa kuruhusu na kuunga mkono utume wa CPT jimboni kwake. Tunamshukuru pia mkurugenzi wa utume wa lei Padre Chesko kwa majitoleo, utayari, jitihada zake kuhakikisha utume wa CPT unaanzishwa, kupata viongozi na kuhakikisha yeye pamoja na wawakilishi wawili wanashiriki mkutano huu. Tunakaribisha sana uongozi wa CPT Taifa muweze kuendelea kushirikiana na sisi, nasi tuko pamoja na ninyi. Jimbo la Morogoro, kwa muda mrefu jitihada mbalimbali zimekuwa zikifanyika kufufua na kuimarisha utume wa CPT jimboni humo kupitia Mzee Maganga na baadhi ya wajumbe ambao amekuwa akishirikiana nao. Tunaendelea kutafuta njia mwafaka za kusaidia kuweza kusimika utume katika jimbo la Morogoro ambalo ni la muhimu kweli. Jimbo kuu la Dodoma, kwa mwaka huu wamejielekeza kwenye ziara maparokiani kwa lengo la kuhamasisha utume. Uongozi wa CPT Taifa unaendelea kushirikiana na uongozi wa jimbo ili kuimarisha utume huu jimboni humo kwa kuzingatia kuwa ni jimbo la kimkakati lenye wasomi wengi.
Aidha, CPT katika majimbo mengine inaendelea vyema na tunatarajia kusikia, tumeshasikia katika taarifa zilizowasilishwa, na hata hivyo tunazidi kukumbusha wajibu wa mawasiliano ili kuwa na uelewa pamoja juu ya kazi zinazofanyika majimboni mwenu. Ushirikiano. Jimbo la Dar es Salaam tunashirikiana vizuri katika parokia mbalimbali. Tunaendelea kupata ushirikiano na Baraza la Maaskofu na idara ya walei. Matarajio yetu ni kuendelea kushirikiana katika utekelezaji wa maazimio ya mikutano yetu, ikiwa ni pamoja na kushirikishwa programu mbalimbali kadiri ya mahitaji. Aidha, tunashirikiana vyema na vyama vingine vya kitume katika ngazi mbalimbali. Miradi. Mashamba ya miti ya Isagwa, Jimbo Katoliki la Iringa. Uongozi wa CPT Taifa ulifanya ziara ya kutembelea mashamba ya miti yaliyoko kigango cha Isagwa, Jimbo Katoliki la Iringa. Ziara hiyo ililenga kukagua kutambua mipaka ya mashamba yetu, kukagua namna kazi za kufungulia miti na kulima mkuza zilivyofanyika. Pia ziara ililenga kuimarisha uhusiano mwema baina ya CPT Taifa na uongozi wa parokia mpya ya Mrafu, waumini wa kigango cha Isagwa na waamini kwa ujumla. Ziara hiyo pamoja na kuona hali ya ukuaji wa miti katika mashamba ilivyo nzuri, pia ilitumika kubaini fursa nyingine za uwekezaji kama vile kilimo cha parachichi. Mlandizi. Utunzaji wa shamba la Mlandizi unaendelea vizuri. Kwa sasa jitihada za karibu juu ya zoezi la upimaji zinaendelea, na hasa baada ya kutembelea mamlaka husika ili kupata maelekezo na ushauri. Hatua inayofuata ni kufanya tathmini ya gharama na namna ya kusimamia zoezi hilo ili kukamilisha mapema iwezekanavyo. Uongozi unazidi kutoa mwaliko kwa wadau wa sekta hii wanaweza kutusaidia ili kukamilisha zoezi hili kwa wakati na kwa gharama nafuu. VETA. Kupitia mfuko wa kusaidia vijana kupata elimu ya VETA unaoratibiwa na ofisi ya CPT Taifa, vijana wengi wameendelea kunufaika na msaada huo. Ripoti zinaonyesha kuwa mpaka sasa wengi wao wameboresha maisha yao na familia zao, wengine wamejiendeleza zaidi na elimu ya juu, na wengine wameanza kusaidia wenzao kupitia taaluma na ujuzi walioupata. Mfano huo mzuri na wito kwetu pia kuendelea kutumia zawadi ya elimu aliyotujalia Mwenyezi Mungu kuwahudumia watu wake, na tumesikia mifano kutoka jimbo la Mbeya juu ya vijana hawa. Mafanikio. Kuendeleza utoaji wa huduma ya ushauri wa kisheria ikiwa ni pamoja na utoaji wa ushauri nasaha. Kushiriki vikao, mikutano na kuendeleza mahusiano na wanataaluma wa nchi nyingine kupitia MICA. Kuimarisha mahusiano na vijana hususan TMCS na VIWAWA. Mahusiano haya pia yamezidi kuimarishwa kwa vyama vingine vya kitume na kuendelea kuhudumia mashamba yetu ya Isagwa na Mlandizi. Changamoto. Changamoto ya uhai wa CPT majimboni bado ni kubwa. Hii ni kwa sababu mwitikio mdogo wa wanataaluma kujiunga na kushiriki shughuli mbalimbali za utume kuanzia ngazi ya parokia, jimbo hadi taifa. Ushiriki mdogo wa vijana na wanawake kwenye utume wa CPT. Changamoto ya kutopokea utoaji wa ada, michango kama sehemu ya wajibu wa mwanataaluma. Ukosefu wa miradi au vyanzo imara vya mapato kwa ajili ya shughuli za utume. Kwa sasa gharama kubwa zinabebwa na uwekezaji kupitia Thomas More Foundation. Hitimisho. Ni ukweli usiopingika kwamba kazi za utume wa CPT sio za kufanya na kupata matokeo hapo hapo. Kuna wakati inabidi kufanya kama kupanda mbegu,
tukiamini Mungu ataotesha mbegu hizo kwa wakati wake. Hata hivyo, tunapotafakari kwa kina na kuweka wazi uhalisia wetu, tunatambua wazi kwamba kwa pamoja kama kundi na kama mtu mmoja mmoja bado hatujafanya kwa kiwango kinachostahili, na pengine labda tunafanya kwa mazoea tu. Kupitia mkutano huu wa kitaifa ambao mwaka huu tunafanya mkutano wa tofauti, hasa ukiongozwa na tathmini ya miaka 43 ya utume wetu, tunaamini tuna haki ya kujipongeza kwa tulioweza kufanya vyema, kutafakari tuliposhindwa na kuweka nia ya dhati ya kuuelewa na kuupokea utume wa CPT kama wajibu wetu. Aidha, tunatoa mwaliko wa kupokea tathmini iliyofanyika kama kichocheo cha kujipanga upya na kusonga mbele. Ripoti hii imeandaliwa na kamati ya CPT Taifa, imesomwa kwenu na katibu msaidizi Edward Patrick Rudengama. CPT, asanteni kwa kunisikiliza.